Hello friends, naitwa Dr. Nature. Mimi kama daktari nafahamu umuhimu wa kufanya upasuaji kwenye baadhi ya condition za kiafya ambazo upasuaji unakuwa ni kitu pekee ambacho kinaweza kikakuokoa. Lakini upasuaji sio matibabu pekee, hasa tunapokuwa tukizungumza matibabu ya magoti pamoja na mgongo. Kwa sababu mara nyingi ukienda hospitali clinic utapewa dawa meloxicam, pregabalin na dawa zingine za maumivu na hata injection kwa ajili ya kutuliza maumivu. Lakini naambiwa hali ikiwa mbaya zaidi basi itabidi ifanyike operation. Lakini huwa mara nyingi haiwi addressed ile changamoto ambayo hasa imesababisha ukapata shida ya magoti. Shida ya magoti mara nyingi inatokana na mishipa ya damu. Inakuwa haiwezi kufikisha damu vizuri pale kwenye joint au kwenye mgongo. Kwa hiyo ile joint au mgongo vinachakaa. Kwa hiyo vinakuwa haviwezi kubeba tena uzito mkubwa. Kwa hiyo usiposhughulikia ile shida ukapambana na dawa, most likely ni kwamba zile dawa hazitakusaidia sana. Zitakusaidia kupunguza maumivu kwa muda mfupi, lakini baadaye utatakiwa kufanywa upasuaji. Sasa kabla hujaenda kufanya upasuaji, nataka ufahamu mambo yafuatayo. Cha kwanza, unaweza ukaondoa chanzo kwa maana ya kutibu ile mishipa ya damu na joint ikaanza kufanya kazi yake kama kawaida. Kwa hiyo ukao umeepuka kufanya upasuaji ambao haukuwa wa lazima. Lakini pia utakuwa umesave gharama sana. Kwa sababu kwa wastani kama milioni 7 hivi kufanya knee replacement. Lakini kwa matibabu haya mengine yanaweza yakakosi chini ya $500,000. Lakini kama ukienda India ndo kabisa milioni 20 30 ambazo ni pesa nyingi sana. Lakini kumbe ungeweza kusolve kwa kufanya hii njia ya kutibu kwa asili. Kwa wale wenye uzito mkubwa, kwa mfano tafiti zinaonyesha kwamba ukipunguza angalau 10% ya uzito wako, yani kwa mfano una kilo 100 ukapunguza kilo 10, unapata matokeo mazuri sawa sawa na yule ambaye amefanyiwa total knee replacement. Hizo ni kulingana na tafiti. Kwa sababu naona wengi ambao unafanya upasuaji lakini matokeo wanayopata bado yanakuwa sio mazuri sana. Sio kwamba daktari alikufanyia upasuaji sio mzuri, lakini ni kawaida. Structures zimekuwa disrupted. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kupata matokeo ambayo sio mazuri sana, ni kawaida. Na sababu nyingine ni kwamba unaweza kufanya upasuaji kwenye mguu mmoja, halafu baada ya muda mguu mwingine pia unaanza kusumbua. Hiyo ni kwa sababu kile chanzo ambacho kilisababisha mguu wa kwanza ukapata shida ndio kile ambacho kimesababisha mguu mwingine ukapata shida. Kwa hiyo unapokuwa unatumia njia za asili kama hizi ambazo huwa ninafanya, zinasaidia kukupatia matokeo mazuri katika miguu yote miwili kwa pamoja, kama ni mgongo mara moja. Na jinsi ambavyo huwa nafanya, nakupatia dawa kwa ajili ya kusafisha mishipa ya damu ili iweze kufikisha damu vizuri kwenye magoti au kwenye mgongo. Lakini pia nakupatia dawa nyingine kwa ajili ya kupaka, kwa ajili ya kumassage, kupunguza inflammation pamoja na maumivu. Lakini nakupatia elimu ya lishe ili upone haraka, lakini pia uweze kujikinga, kwa sababu magonjwa yanakuja mara nyingi kwa sababu ya jinsi tunavyoishi, lifestyle zetu, chakula. Kwa hiyo kufundisha ili baadaye usije ukapata hiyo shida tena. Na kama una shida hiyo, tafadhali usiache kuwasiliana na mimi. Nitafurahi kuwasiliana na wewe na kukusaidia kwenye hiyo changamoto. Unaweza ukachukua namba yangu ya simu hiyo ama ukajaza form nikakupigia simu mwenyewe. Hadi wakati mwingine, nakutakia wakati mwema. Take care.